Tetea kweli ya Mungu inapopotoshwa, kwa sababu ndio hatari ya nyakati tunazoishi. Watu wanafikia kiwango, wanajifunza lakini wasiweze kufikia ukweli wa neno la Mungu. Kwa sababu gani? Wamevurugwa na mafundisho, hawajui wasimamie wapi. Mbona pale watufundishaga hivi, tena hapa tena inakuwa aje? Tetea kweli ya neno la Mungu mahali popote ulipo. Mtu anapopotosha neno la Mungu, simama, liweke ndani yako, likae kwa wingi, likusaidie kupambana na hao wapotoshaji wa neno la Mungu katika nyakati tunazoishi. Na katika kuhitimisha, tunasema kwa kuzingatia andiko letu la siku, ukilinganisha na Injili ya Mathayo sura ya 28 mstari wa 20, elimu inayohitajika kanisa lifundishwe ni elimu ya ufalme wa mbinguni na si vinginevyo, ambayo ni maelekezo kuhusu sheria, utawala na maadili ya ufalme katika Kristo Yesu aliye kiini chake. Yesu ndiyo kiini cha huo uzima. Mafundisho yote ya ufalme yanadhihirishwa katika Yesu Kristo. Yanahusu Yesu kivipi? Nafsi yake, kifo chake na kufufuka kwake. Bwana apewe sifa. Ukileta injili yako nyingine ambayo haieleweki hivi, ndugu mtumishi wa Mungu, anza kujifunza, anza kuangalia, tilia shaka ikiwa unaona kwamba linagombana na maandiko. Usilipokee, na kama nafasi iko, msaidie huyo mwalimu. Usiogope kwa sababu ya elimu alionayo, usiogope kwa sababu ya cheo alichonacho. Muone kwa faraga. Kama ni mkubwa kwako, muone kama mzazi, mpeleke faraga huko, mkae chini, mwambie, ndugu au mzee wangu, hiki ambacho ulikuwa nafundisha sikukuelewa, kwa sababu andiko hili hapa inatufundisha hivi. Siku tulipojifunza imeandikwaje nao wasomaji, tuliona kuna maandiko yanayosema kwamba mchungaji wa kondoo ni lazima afanye nini? Ale maziwa ya kondoo. Naona lakini ukikuta namna watu wanavyojaribu kutumia maandiko kama haya, wakienda nayo huko, yanatafsiriwa kwa namna ambayo huwezi kupokea. Ni uchafu na matope yanaolishwa watu wa Mungu. Bwana Yesu atusaidie. Kwa hiyo kama nafasi iko, mshauri, lakini hutaweza kushauri kama neno la Mungu halijakaa kwa wingi ndani yako. Kubali kupokea elimu ya ufalme wa Mungu, ikae kwa ufahamu wako wa akili, ikae katika moyo, katika kilindi cha moyo, katika kuta za ndani, ile wanasema Waingereza wanasema subconscious minds, yani moyo wa ndani. Yeremia 33:33 anaita mtima wangu wa ndani. Katika mtima kule weka neno la Mungu likusaidie. Bwana Yesu apewe sifa. Hautaweza kusaidika ikiwa neno liko ndogo, elimu iko kidogo. Na ndio maana wazee wanahimiza kwamba nendeni mkafuate elimu, usikae kwenye kiwango cha chini cha elimu. Maadamu Mungu amekupa nafasi na Mungu amekupa mkono wako kufanya, fanya kwa nguvu zote. Amina. Hii elimu ya ufalme wa mbinguni ndiyo iliyohubiriwa na manabii. Elimu ya ufalme wa mbinguni ndiyo iliyofundishwa na mitume. Elimu ya ufalme wa mbinguni ndiyo ambayo kanisa limejengwa kwayo. Sisi tumejengwa juu ya msingi wa nani? Mitume na manabii. Sasa wakati kama sisi tumejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, ilitakiwa tufundishwe nini? Tufundishane habari za elimu ya ufalme wa mbinguni. Na kama tutaanza kufundisha vitu tofauti, ndugu, kesha, majira hayako rafiki. Majira hayako rafiki. Kesha katika neno la Mungu yaweze kukusaidia kuweza kupambana na udanganyifu wa mafundisho ya siku za mwisho. Paulo katika Kolosai 2:8 anasema kwamba
Mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure na madanganyo matupu, kwa jinsi ya mapokeo ya wanadamu, kwa jinsi ya mafundisho ya awali ya ulimwengu, wala si kwa jinsi ya Kristo. Mtu asiwafanye mateka kanisa. Kanisa sasa hivi ni nyonge sana. Katika majira yetu kanisa liko nyonge mno. Niliona pale Rombe, jimbo la Rombe Uvira, ndugu mmoja alikuwa ni warika zetu hivi. Alienda Bukavu akaenda kufanya medicine. Alipotoka kule Bukavu kuja kuingia kanisa, anachukuliwa kama mtumishi mzito sana wa kanisa. Kwa sababu alisoma, anasoma medicine. Kufika pale na Jumapili anapewa mafundisho. Huo ni udhaifu. Kitu gani ndani ya kanisa la Kristo? Huo ni unyonge. Na hatuwezi kwenda hivyo. Amefika madhabahuni hapa. Ni story tu. Wakati niko na prepare master degree yangu medicine, niko na defendre. Nilipata constat moja. Acha mizaa. Hii ni mizaa ndani ya kanisa la Kristo. Lakini unyonge wa kanisa tunaenda hivyo hivyo. Si ana elimu, anakuja na sekula yake kule, anababaisha kanisa. Na hasa wale ambao wakupita pita ndoa aswa hivi vamo tenda hivi nosi. Bwana Yesu atuhurumie. Ni muhimu kanisa litambue kwamba hekima nje ya Kristo ni upumbavu. Haki nje ya Kristo ni hatia na hukumu. Utakatifu nje ya Kristo ni uchafu na dhambi. Na ukombozi nje ya Kristo ni hatia na utumwa. Sawa sawa? Tulikuwa tunajifunza neno. Somo linasema elimu kwa mtazamo wa ufalme wa mbinguni, ambalo lilibeba jumla ya vipindi 6 au vipengele 6. Kipengele cha kwanza elimu, cha pili ufafanuzi wa Misali 4:13, cha tatu jinsi gani mtu aweza kunufaika na elimu ya kweli, cha 4 elimu na unabii wa nyakati za mwisho, cha 5 vuguvugu la elimu na nyakati zetu, cha 6 Paulo na mtazamo wake juu ya elimu. Na tumekwenda kuhitimisha kwa kusema kwamba kanisa, jitahidi kutafuta elimu ya ufalme wa mbinguni. Lihifadhi neno katika maisha yako, kwa sababu hekima yoyote ambayo utaipata mwanadamu nje ya Yesu Kristo ni upumbavu mtupu. Ni upumbavu mtupu. Na haki yoyote utakayoipata inawezekana ukaipewa na wanadamu, lakini ukipewa haki nje ya Kristo, ujue kwamba uko katika hatia na hukumu. Na ikiwa utapata utakatifu nje ya Kristo, ni uchafu na dhambi. Na kama utasema umekombolewa, lakini umekombolewa nje ya Yesu Kristo, ujue kwamba wewe mpaka sasa hivi bado uko katika utumwa, na hatia yako iko pale pale. Na Bwana alibariki neno lake. Amen. Tuulize swali.